na sisi vijana hasa tunalala sana katika mambo ya imani. Tukiambiwa kwenda kwenye jumuiya, tunasema asubuhi sana tunalala. Wazee na watoto, wakina mama wanakwenda kusali jumuiya, sisi tumelala. Tukiambiwa kwenda kusafisha kanisa leo, zamu yetu jumuiya, sisi tunalala, hatuendi. Fanya mambo mengine, wanaenda wale baba zetu na mama zetu wanakwenda, sisi tumelala. Ni mpaka pale kwenye mambo ambayo yanatugusa sisi wenyewe kama vijana, kama jambo la leo, ndio unaona vurugu zenu sasa kama hivi umejaa kweli. Kuna baba yetu pale mmoja pale anasema kwa wana wa ulimwengu huu ni werevu sana katika mambo yao, na ninyi vijana werevu sana katika mambo yenu, lakini mambo mengine mkiamua chochote je, mko mbali tu. Msilale vijana, msilale. Huu ni muda wa kuamka na kusali. Huu ni muda wa kukesha na Bwana wetu. Huu ni muda wa kutoa sadaka ambayo inauma kwa Mungu wetu. Kanisa linajengwa na ninyi vijana. Kila ukizunguka sehemu unaambia vijana hawapatikani. Mnajifichaga wapi? Au nauliza, hilo chaka mnalojificha nini ambalo sasa tulioni ni lipi hilo? Mtuonyeshe hilo chaka ili tulitie moto, ili msijifiche tena. Njooni kanisani kusali. Vijana mmenielewa? Lakini natumia lugha ya vijana, naongea na kanisa zima, kuwa sisi ambao hatushiriki mambo ya kanisa tunajificha wapi? Tujitahidi, tujitoe. Ni sadaka, ni imani yetu, ni upendo. Oneni ilivyo vema na vizuri. Leo tutafanya maandamano mazuri mno na ya kupendeza. Hata watu wengine, mkutana na watu wengine madhehebu mengine kabisa, kuna dini zingine, wanasimama wanatupungia mikono namna hii, wanafurahishwa na hicho kitu. Sasa si ungekuwa unapungiwa mikono kila siku, unatoka kwenda jumuiya unapungiwa mkono namna hii kama leo, ila mnaionea aibu jumuiya. Mkristo Mkatoliki anayeionea aibu jumuiya yake kwenda kwenye jumuiya ni mbaya sana. Nasema Mkristo Mkatoliki ambaye anaonea aibu kwenda kusali au kushirikiana na wanajumuiya wake ni mbaya sana. Sasa kanisa tunaanzia kuliunda huko katika ngazi ya familia, jumuiya, ndio tunakuja huko. Wanasema mimi inanitosha tu kusali Jumapili. Si kweli. Utapata utapiamlo wa kiroho. Chakula utakachokipata hapa tu, yani wewe kula mara moja alafu uje ule tena wiki nyingine. Hapa kama una uwezo huo, basi ule leo tena ile Juma kuu tumeanza. Usile chochote, uje tena Pasaka ndio uje ule hapa. Kuna mtu atamungu hapa? Hakuna. Kuna waomba kuwa tunapokutana katika matukio mbalimbali ni matukio ya kupata chakula cha kiroho. Kama vile miili yetu ilivyo na shida kubwa ya kupata chakula cha mwili ili tupate nguvu za kufanya kazi na kuendelea mbele, ndivyo ambavyo roho zetu zinahitaji sana chakula cha kiroho ambalo ni neno la Mungu na sakramenti mbalimbali tunazozipata ndani ya kanisa, ili tupatie nguvu ya kiroho ya kusafiri kuelekea katika nchi yetu ya ahadi. Mhusika mwingine ni Yuda Iskariote. Hakuchaguliwa kati ya wale wachache wa kwenda kule milimani. Lakini ajabu, huyu mtu anamsubiri chini ya mlima. Anamsubiri Yesu chini ya mlima amuuze. Na akamuuza kwa salamu. Ni vijana na salamu zenu, oya. Kamwambia
akawaambia wale watu wale, aseme sasa nyinyi mshalipa pesa yenu ili mimi sijulikane sana, mkisikia oya nimefanya hivi, huyo kamateni. Na akafanya hivyo, nafika pale kamuuza bwana, akakamatwa kweli. Hakuna ajizi katika hilo, hakuna anayejua. Labda alihisi Yuda alikuwa na tamaa ya pesa. Yuda Iskariote alikuwa na tamaa na pesa, akajua kuwa huyu bwana kafanya mambo mengi sana katika maisha yake, hawa jamaa hawawezi kumkamata kwa vyovyote, mimi napiga pesa yao na hawa hawamkamati. Si kweli, pesa sio nzuri ile. Alifikiri hivyo labda, lakini hata kama kufikiri hivyo, alimuuza. Tunachojua kwa uhalisia, alimuuza.